Yes, haleluya. Bwana asifiwe mpendwa mtazamaji, popote ulipo na unanitazama. Mungu akumbuke mahitaji yako na akujibu kwa wakati ambao unafaa. Miujiza yako isicheleweshwe, neema ya Mungu ikutoshe. Kwa hivyo usiku wa leo nataka kuongelesha mtu, maana maandiko yanasema katika Yeremia 5:1, pigeni mbio katika uwanja wa Yerusalemu, iwapo mtamwona mtu awaye hata mmoja atafute kutenda haki, nami nitaweza kuusamea mji na kuponya nchi hiyo. Kwa hivyo Mungu anaangalia mtu ambaye ni mwenye haki, mtu ambaye amejipeana mbele za Mungu, amejiwachilia mbele za Mungu licha udhaifu ambayo anaweza kuwa nao, lakini mtu huyo amejifundisha kukaa mbele za Bwana. Huyo ndio mtu ambaye Mungu anamtafuta. Anasema mtu mwenye haki, mcha Mungu. Mpendwa mtazamaji, usiku wa leo najua kwamba Mungu ana makusudi na maisha yako mtu mmoja. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza, hapo ndo tunaenda kuangalia mlango wa 30 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema, na baada ya siku 3 Daudi na baadhi ya wanajeshi wakao wamerudi katika mji wa Siklagi, na Biblia inasema ya kwamba wakiwa wanarudi kwa umbali wakaona Negebu, mji wa Negebu umepigwa kwa moto na Siklagi yote imeharibiwa vitu ambavyo vilikuwa ndani, na wamechukua wanawake wao wakubwa kwa wadogo, na watoto wao wamechukuliwa, wamefanywa kuwa wafungwa. Biblia inasema ya kwamba Daudi walipofika wakaona kila kitu kimeharibika, wakalia, wakawa wanaomboleza. Ukisoma maandiko inasema ya kwamba na ikawa sasa wakiwa hawana nguvu tena za kulia, Biblia inasema wanajeshi hao ambao walikuwa na Daudi wakawa wanajipanga kwamba wampige Daudi kwa mawe waweze kumuua. Biblia inasema ya kwamba Daudi alipojua na baadaye akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Mpendwa mtazamaji unayenitazama, ninajua kuna mambo ambayo yanafanya unalia, kuna hali inafanya unaomboleza, lakini ninajua ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Mungu anajua yale ambayo yanakufanya unalia. Maandiko inasema ya kwamba Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kuna mambo yanaweza yakatokea, na baada ya mambo kutokea, hata watu ambao haukutarajia watakugeuka. Nataka nikuambie leo, tarajia kwamba watakugeuka. Mtu wa Mungu, kuna mambo unashangaa vile ambavyo yametokea, unashangaa vile ambavyo yamefanyika. Hata unaangalia, unaona wenzako ambao ulitarajia watakusika mkono, ndio wale ambao watatumika na adui kwamba wakaweze kukukata hiyo mikono. Lakini nataka nikuambia kwamba be strong in the Lord. Mambo bado, Mungu yuko upande wako. Mungu lazima atakutetea. Hao watu wakajua kwamba makosa haya yote ni kwa sababu ya Daudi, because he is a leader. Unaweza kukuwa kiongozi, na baada ya mambo kuharibika watu watakugeuka. Unaweza kuwa umesimama na watu na kukuwa msaada mkubwa katika maisha yao, lakini wakati mambo yatainuka upande wako, ndio wale ambao watakuwa kinyume zaidi na wewe. Utashangaa watu ambao haungetarajia kwamba ndio wao waweze kuwa mwiba katika maisha yako, ndio wale ambao watakuwa mwiba. Maandiko inasema ya kwamba hao wanaume wakageuka na wakasema, tumpige huyu mtu kwa mawe ili tuweze kumuua. Maana yote ambayo yamefanyika Daudi anayachangia.
kwa sababu ndio kiongozi aliyoongoza wakatoka katika Siklag. Kwa hivyo Bible inasema wakapata kila kitu kimeharibika, mambo yamekuwa vile yalivyo, maana mji umeharibiwa kwa moto. Mpendwa mtazamaji, kuna mambo saizi ambayo hayaendi vizuri katika maisha yako, na wakati mambo yanapoharibika, kila kitu kwako kitateleza. Wakati mambo yanapoharibika, kila kitu kwako kitateleza. Lakini nataka nikutie moyo, nikwambia kwamba Mungu hajakuacha, yuko upande wako. Wakati mambo yanapoharibika, utaona ni kama Mungu amenyamaza, utaona ni kama Mungu hakuongeleshi, utaona ni kama Mungu arespond. Hapo ndo sasa Mungu anajiandaa la kufanya kwa ajili yako. Nataka nikuambia kwamba mtu wa Mungu, God loves you so much. God loves you so much. Lakini kaa ukijua kwamba watakugeuka. Maandiko yanasema adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Usimwamini rafiki. Na Bible inasema ya kwamba na hata alalai kifuani mwako usijue habari. Inamaanisha ya kwamba kumbe vile tunavyoishi chini ya jua tunahitaji kumtegemea Bwana. Daudi anasema, ukisoma Zaburi ya 121, anasema nitainua macho yangu nitazame milimani. Anasema na msaada wangu unatoka wapi? Daudi ana conclude mwenyewe akisema msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Najaribu kufikiria, naona ni kama Daudi alikuwa amejaribu kutafuta msaada kwa watu wenye uwezo, amejaribu kutafuta msaada kwa wanadamu. Kuna msaada unaweza pata kwa wanadamu, na kuna msaada ambayo kwa wanadamu hawana suluhisho. Kwa hivyo Daudi akaangalia akaona, hata kama wanadamu kuna mahali they can play, lakini kuna mahali ambapo wanadamu hawawezi wakakupatia msaada. Na kwa hivyo msaada huu unatoka katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji unayenitazama usiku wa leo, nataka nikutie moyo, nikutie nguvu ya kwamba Bwana ana mpango mzuri na maisha yako. It doesn't matter the situation you are passing through. It doesn't matter the situation that you are in. There is God in heaven who has good plans to your life. Watu wanaweza kusababisha uvunjike moyo. Wale ambao umetarajia kwamba watakuambia we can make it, ndio wale wanakuambia kwamba we will not make it. But I strengthen you. Mtazamie Bwana peke yake. Wacha nikuambie, mtazamie Yesu peke yake. Watakao kudiscourage ni watu ambao wewe haujawahi kutarajia. Watakao kufanya uone ni kama maisha yamekuwa magumu, milima iko upande wako, ni watu ambao hujawahi tarajia. Watakao kuvunja moyo, watakao tangaza mambo yako. Kila mahali utapita utasikia mambo yako yametangazwa. Ni wale watu ambao haukutarajia. Wale wataongea mambo yako, kila mtu atajua habari zako. Lakini kama kuna mtu ambaye ni mwaminifu, yeye anajua weakness zako na anajua namna ya vile ambavyo ataweza kukupatia utulivu na amani katika hali ambayo unapitia, is only Jesus Christ. So my brother, may the Lord bless you. My sister, may the Lord bless you. Popote ulipo na unanitazama, neema ya Mungu ikakutosha na ikutawale kwa jina la Yesu. Father, in the name of Jesus, I pray that Lord Jesus Christ, you do something according to your will. Bariki yote ambaye anatazama maisha yake Bwana, ipanue, mpatie amani na utulivu na suluhisho wa kila jambo. In Jesus mighty name I pray and to believe. Amen. God bless you. God bless you in Jesus name. Amen. Hallelujah.